kuwakumbusha wamiliki wote wa maduka ya stationery nchini kutojihusisha kwa namna yeyote ile, iwe ni kutengeneza ama kuchapisha vitambulisho feki kwa ajili ya wananchi, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa la jinai na ni kinyume cha sheria ya usajili na utambuzi wa watu sura namba 36 ya mwaka 2012, kanuni vile vile ya usajili ya utambuzi wa watu 2014 na hiyo sheria kama nilivyotaja, anakuwa mtu huyu amezivunja. Sasa huyu mtu tukimkamata, kwa kweli ataadhibiwa kwa kufuata kanuni hiyo inayozungumza, lakini na sheria ya kanuni ya adhabu ya sura namba 16 ya mwaka 2022. Ikumbukwe sheria inatambua kwamba taasisi pekee iliyokasimiwa jukumu la kuchapisha la kutengeneza na kuchapisha vitambulisho vya taifa ni Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, yaani NIDA peke yake. Hiyo ndio taasisi ambayo imekasimiwa jukumu hilo na serikali inayofanya shughuli hiyo. Kwa hiyo mtu yoyote ama kikundi cha watu watakaokuwa wanajiingiza kwenye shughuli kama hizi ni kwenda kinyume na sheria na kanuni kama jinsi ambavyo nimezungumza, na atakapokamatwa basi atafikishwa kwa vyombo vya sheria kwa kwenda kinyume na sheria. Aidha, ni wakumbushe wananchi wanaoamua kwenda katika maduka ya stationery kwa lengo hilo la kutengenezewa na kuchapishwa vitambulisho vya taifa. Kwanza, mosi, wafahamu kwamba kufanya hivyo ama kuwa na vitambulisho hivyo fake ni kinyume cha sheria. Vile vile kumiliki hicho kitambulisho cha namna hiyo ambacho ni fake ni kosa, kinyume cha sheria na ni kosa. Na kama nilivyosema, atakapokamatwa atafikishwa kwenye vyombo vya sheria kujibu tuhuma hiyo: kughushi na kumiliki nyara ya serikali bandia. Pili, niwakumbushe vile kwamba ni kosa kwa mtu kutoa pesa ili kutengenezewa kitambulisho cha taifa. Ndugu zangu, huwa huduma hii inatolewa bure bila malipo yote, ni bure. Kwa hiyo unapotoa pesa unaliwa pesa yako, lakini unajiingiza kwenye mchezo wa kuchezea nyaraka za serikali na kughushi na kupata kitambulisho ambacho ni fake au nyaraka ambayo ni fake. Sasa nitoe wito kwa wananchi wote wenye namba za utambulisho wa taifa wawe wavumilivu wanapopewa muda ama siku chache za kusubiri ili vitambulisho vyao viweze kuwa tayari vimechapishwa. Hii ni kwa sababu wengine anapoambiwa bwana, una namba tayari, kitambulisho chako ni baada ya muda fulani, una muda mfupi wa kusubiri, yeye anaona shida, anaamua kutafuta njia ya mkato ili aweze kupata kile kitambulisho kwa haraka. Kwa matokeo yake anakwenda kwenye hao watu ambao wanatengeneza vitambulisho fake, kwa kujua ama kutokujua. Lakini kama ulikuwa hujui, ndio tutakwambia kwamba vitambulisho vinavyotengenezwa pale ni fake, kwa sababu mamlaka pekee ndio inatengeneza vitambulisho vya NIDA ambavyo ni halali, na vitambulisho vya namna hiyo ni Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa. Kwa hiyo mtu mwingine yote akiwa anasema anakutengenezea, basi huyo anakutengenezea kitambulisho fake. Nilitaka nilizungumza hilo ili wananchi waelewe kwamba tumeanza msako, na msako utakuwa ni nchi nzima, na kila anayejihusisha na biashara hii tutamkamata. Napenda kuwajulisha rasmi, tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu 2025 saa 6 kamili tumesitisha na kufunga namba za utambulisho wa taifa za wale wote ambao walikuwa hawajaenda kuchukua vitambulisho hivyo. Tayari tumeshasitisha hizo namba. Kwa maana yake hatapata yeyote yule ambaye kadhia hii imemkuta, maana yake ni kwamba hatapata huduma yoyote ile inayohusiana na vitambulisho. Kueleza wananchi kwamba kufunga matumizi ya namba ya utambulisho wa taifa
sio kufuta utambulisho wako wa taifa. Hatujafuta utambulisho wako wa taifa, bado upo. Tulichofanya ni kufunga matumizi ya namba za utambulisho. Kwa hiyo utambulisho wa mwananchi bado yupo, taarifa zake bado ziko kwetu, na utambulisho bado upo. Hatujaufuta wala kuondoa, tumefunga ili ukosa hizo huduma zote na nini, uone haja ya kwenda kuchukua kitambulisho chako.